Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimepokea kwa masikitiko makubwa na wasiwasi tamko lililotolewa tarehe 26 Juni mwaka 2026 na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi bungeni, lililopiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa tuhuma za uwepo wa viashiria vya uvunjifu wa amani. Katika tamko lake, waziri hakufanya rejea wala nukuu ya kifungu chochote cha katiba wala sheria kinachompa mamlaka ya kutoa zuio la jumla la mikutano ya hadhara. Badala yake, tamko hilo limejengwa katika kauli za jumla zisizoonesha msingi wa kisheria. Ni muhimu kukumbusha kwamba kwa mujibu wa ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, mfumo ambao msingi wake mkuu ni uhuru wa wananchi kushiriki katika shughuli za siasa bila hofu wala vikwazo visivyo halali kisheria. Ikumbuke kwamba haki za msingi za binadamu haziwezi kusimamishwa au kuwekewa zuio kwa matakwa ya mtu yoyote au mamlaka yoyote, isipokuwa tu katika mazingira maalum ya hali ya hatari yanayotangazwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye Katiba ibara ya 32. Hivyo, hatua ya waziri ya kusitisha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa bila kuwepo na tangazo la hali ya hatari ni kinyume cha katiba na ni nje ya mipaka ya mamlaka yake kisheria. Aidha, kifungu cha 7 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma za wasaidizi sura ya 322 rekebu ya mwaka 2023 hakimpi waziri mamlaka ya kusitisha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, bali kinaweka wajibu wa kiutawala na usimamizi wa jumla wa masuala ya usalama bila kuondoa haki za msingi zinazolindwa kikatiba. Hivyo, ni mtazamo wa LHRC kuwa katazo hili si tu kwamba linakosa msingi wa kikatiba na kisheria, bali linakiuka misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na haki za msingi za binadamu kama ifuatavyo. Tutazidadavua kidogo sheria hizi zinazomkataza au zinazomzuia waziri kutoa tamko kama alilolitoa. Ya kwanza ni mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa ni haki ya kikatiba kisheria. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalinda haki ya mtu kukusanyika kwa amani, kujumuika na kushiriki shughuli halali za kijamii na kisiasa. Kifungu cha 22 cha sheria ya vyama vya siasa pia sura namba 258 rekebu ya mwaka 2023 pamoja na vifungu vya 43 na 46 vya sheria ya Jeshi la Polisi na polisi wasaidizi sura 322 vinaweka utaratibu wa usimamizi wa mikutano hiyo, lakini havimpi waziri mamlaka ya kupiga marufuku kwa ujumla wake. Hivyo, hatua hiyo ni matumizi mabaya ya mamlaka na ni kinyume cha msingi wa utawala wa sheria. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ukiukwaji na wajibu wa Tanzania chini ya sheria za kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa ibara ya 21 na 22 ya Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kisiasa na Kiraia wa mwaka 1966 ICCPR, haki ya kukusanyika kwa amani na uhuru wa kujumuika vinatambuliwa kama haki za msingi ambazo haziwezi kuondolewa kiholela. Vivyo hivyo, mikataba ya Afrika ya haki za binadamu unaitwa Mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu na watu mwaka 1981 kupitia ibara ya 10 na 11 inalinda uhuru wa kujumuika na kukusanyika, huku Mkataba wa Afrika kuhusu demokrasia, uchaguzi na utawala bora wa mwaka 2007 ambao Tanzania haijaridhia ukiweka wajibu kwa nchi wanachama kuhakikisha misingi salama na haki ya kushiriki kwenye siasa vikiwa vinaheshimiwa. Kwa msingi huo, tamko la waziri si tu kwamba linakiuka sheria za ndani, bali pia linaiweka Tanzania katika hatari ya kukiuka wajibu wake wa kikanda na wa kimataifa. Swala la tatu ni kudhoofishwa kwa demokrasia nchini. Katazo hili pia lina athari kubwa kwa haki za msingi za kiraia na kisiasa na misingi ya kidemokrasia nchini. Kwa kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, serikali kwa vitendo inafifisha nafasi ya ushiriki wa raia katika demokrasia na kuhalalisha ukandamizaji wa maoni halali ya kisiasa. Katika mfumo wa vyama vingi, mikutano ya hadhara si jambo la hiari wala la kujipanga kueneza sera, bali ni kujipanga kueneza sera na misimamo ya vyama sanjari na kuwasiliana na wananchi ambao ni wanachama wao. Historia ya Tanzania inaonyesha kuwa vizuizi vya kiutawala na kisheria dhidi ya shughuli za kisiasa vimekuwa nyenzo ya kudhoofisha demokrasia na kupunguza ushindani wa kisiasa. Namba 4,
utekelezaji wa kibaguzi na ukiukwaji wa kanuni ya usawa mbele ya sheria. Utekelezaji wa katazo hili unaashiria ubaguzi wa wazi katika matumizi ya sheria, huku shughuli za kisiasa zikiwa mwathirika mkuu wa kisingizio cha usalama wa taifa. Mikusanyiko mingine ya umma kama ibada za kidini, tumeona mikutano ya Injili mikubwa tu imefanyika hata jana. Shughuli za biashara na masoko ya wazi zikiendelea kama kawaida. Inaibuka hoja nzito ya usawa mbele ya sheria, kwamba kuna usawa mbele ya sheria. Hali hii inaonyesha kuwa lengo halisi si kulinda usalama wa taifa, bali kudhibiti na kunyamazisha sauti za kisiasa zinazokosoa mamlaka. Katika shauri la Onesmo Ole Nguruma dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, rufaa namba 134 ya mwaka 2022-25, mahakama ya rufaa ilisisitiza kwa msimamo thabiti kuwa all persons are equal before the constitution and other laws of the land. Yaani kila mtu ni sawa mbele ya sheria. Hivyo uamuzi huu wa mahakama unaweka bayana kuwa hakuna mtu, taasisi au kikundi kinachopaswa kutendewa kwa upendeleo au kubaguliwa katika utekelezaji wa sheria. Kwa hiyo, hatua yoyote inayolenga kuzuia shughuli za kisiasa pekee wakati shughuli zingine za umma zinaendelea inaweza kutafsiriwa kama ukiukwaji wa kanuni na usawa mbele ya sheria. La mwisho, kisha kwa muhimu, ni hatari ya matumizi mabaya ya madaraka na kudhoofisha kwa utawala wa sheria. Ni mtazamo wa LHRC kuwa tamko hili linaweka mazingira hatarishi ya matumizi mabaya ya madaraka kwa vyombo vya usalama na usimamizi wa sheria. Agizo la ujumla lisilo na mipaka wala miongozo ya kazi linaweza kutafsiriwa kama ruhusa ya wazi kwa vyombo vya dola kufanya ukamataji holela, matumizi ya nguvu kupita kiasi, kuzuia mikusanyiko halali na kufanya ufuatiliaji usio wa lazima kwa wananchi. Hali hii ni hatari kwa sababu inaweza kugeuza vyombo vya dola kuwa vyombo vya kisiasa badala ya taasisi za kitaalamu za kulinda usalama wa raia wote bila upendeleo. Vile vile, kwa kutoa maelekezo ya moja kwa moja ya kisiasa kwa jeshi la polisi, kuna minya uhuru au kuna nyima uhuru wa kitaasisi wa jeshi hilo kwa kuwa na nafasi ya kufanya tathmini ya kitaalamu ya hali ya usalama kwa kuzingatia mazingira ya kila tukio. Jeshi la polisi si idara iliyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, bali ni taasisi huru iliyoanzishwa kwa mujibu wa katiba kama ilivyoainishwa katika ibara ya 147. Hivyo inapaswa kufanya uamuzi kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo mbalimbali na taarifa za kiintelijensia, si kwa maelekezo ya kisiasa. Kutokana na uhuru huo, kunaweka msingi wa matumizi ya dola kama silaha ya siasa, jambo ambalo ni tishio sana kwa utawala wa sheria na utawala bora. Wito sasa wa LHRC baada ya uchambuzi wetu ni kwamba kwa msingi huo LHRC haiungi mkono katazo hilo la mikutano. Tunalipinga kabisa, kwani ni kinyume cha katiba, sheria za nchi na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Wito wetu, kama ambavyo taasisi zingine zimetoa pia wito wa kuikataa tamko hili, ni kwamba tunatoa wito kwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Patrobas Katambi, kuliondoa mara moja tamko hilo, kwani linakiuka katiba ya nchi, sheria, mikataba ya kikanda na kimataifa ya haki za binadamu, na linahatarisha ulinzi wa haki za binadamu na utawala wa sheria nchini. La pili, vyombo vya usalama hususan jeshi la polisi kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia sheria, weledi na misingi ya haki za binadamu bila kufuata maelekezo yoyote ya kisiasa yasiyokuwa na msingi wa kisheria. Na tatu, LHRC inaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa haki za binadamu nchini pamoja na madhara yanayoweza kutokea kutokana na katazo hili. LHRC haitasita kuchukua hatua stahiki za kisheria, ikiwemo kufungua mashauri mahakamani dhidi ya wahusika endapo katazo hili halitafutwa. Asanteni sana kwa msikilizaji. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.